Basi kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na tunasema asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuhakikisha sherehe hizi zimefana. Hivi sasa Mheshimiwa Rais wanaweza kutoka machifu na manaibu chifu, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kabisa kuweza kufanya gwaride la kufuzu, wakielekea kufanya kazi mahala wanapotoka. Kongole na heko kwenu machifu mnaporudi pale nyumbani ili kuweza kwenda kuhudumia wananchi kulingana na sheria na yale yote ambayo mmeweza kufunzwa. Wakiongozwa na bendi yetu kuaga kiwanja hiki, Mheshimiwa Rais, kama ilivyotangaziwa awali, kutakuwa na maonyesho mawili mafupi, lakini kwa sasa wacha tumalizie kwa gwaride. Bendi yetu inaongozwa pale na drum major ambaye si mwingine bali ni Senior Sergeant John Mutunga, parade band director akiwa Bwana Ernest Otieno. Asante kabisa Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kufika na kujionea urembo huu wote kwa maringo na madaha wanaelekezwa pale na maafisa wetu ambao pia ni wakufunzi katika chuo hiki, akiwa kamanda mkuu wa gwaride Superintendent of Police Bwana Abraham Kemboi. Nyuma yake ni parade RSM Senior Sergeant Humphrey Etiang, naye wakuu ama kamanda wa kila kikundi wakielekeza kama wamekata vichwa kulia, ishara tosha ya kukupa shukrani za dhati kwa sababu ya kuwawezesha kupata nafasi hii ya kupokezwa masomo ambayo kwa hakika tunaweza kukuhakikishia kama chuo yatanoa vizuri kabisa makali yao ya huduma kwa wananchi kwa sababu ya kuafikia kiwango cha ulimwengu wa sasa. Kwako kaka Katana. Hata zile ofisi ambazo Mheshimiwa Rais ukifika kule mashinani unaziona zikiwa na shangaa kama uko na ofisi, sasa hivi ukifika pale utakuwa unajionea mambo ambayo yamenyoka zaidi, kwa maana leo hii na kuendelea mambo yatakuwa ni barabara na murwa kabisa. Tukiwatakia kila laheri kwa sababu ya kufuzu kwenu machifu wetu na manaibu wetu, tunaomba kabisa muweze kuzingatia yote mliopokezwa kwa sababu ya kupeana huduma hizo. Mheshimiwa Rais, kwa kuguzia tu, maafisa hawa walipokezwa mafunzo chungu tele kama vile somo la kwata ambalo liliwatengeneza vizuri kwa sababu ya masuala ya nidhamu, somo la silaha kwa kuzitambua na kujua aina yazo, vile vile somo la uongozi, somo la ujanja wa porini wa kupambana na magaidi pamoja na vileo, somo la uongozi, bila kusahau somo spesheli la wale wananchi ambao walizaliwa na ulemavu tofauti tofauti, kama vile somo la kuzungumza kwa ishara ambalo litawawezesha kuwahudumia wote pasi na ubaguzi, pasi na kuwanyima kwa sababu ya hilo. Katana. Hayo yote yakizingatiwa Mheshimiwa Rais, basi nchi yetu itazidi kusonga mbele na kuendelea na kupata manufaa zaidi, kwa maana kuanzia kwa kitengo cha ngao, maafisa wetu wa usalama wote watakuwa ni watu wenye hari ya kufanya kazi kikamilifu, kwa maana mafunzo yote wanayopitia kuanzia vyuo hivi hadi yale ambayo mtu anaenda kusoma mwenyewe yanaweza kuongezea upande wa elimu, pia vile vile upande wa maisha, hali ya kuishi na wanadamu wenzetu wote wa jinsia mbalimbali. Tunawapatia heko na kongole wale wote ambao wameweza kufanya gwaride, wale ambao hawakuweza kupata nafasi ya kufanya gwaride pia vile vile tunawapa kongole, ikiwa kuanzia cohort 1 mpaka hii ya mwisho siku ya leo. Hii ni kumaanisha kwamba yeyote atakayeandikwa kazi ya chifu, naibu wa chifu kuanzia kesho, basi hapo tayari kabisa kuja kwa mafunzo katika chuo hiki cha mafunzo cha Embakasi A campus.
pongezi pia ni kwa usimamizi wa chuo hiki chini ya naibu inspekta jenerali huduma ya polisi tawala, yani ukipenda the administration police DIG, ambao jameni wamejinyima usiku na mchana kuwapika machifu hawa hadi wakapikika. Ndio manake wanatembea kwa madaha wakiwa wanapendeza kweli. Pia hatutakosa kumtambua kamanda mkuu wa chuo hiki Bwana Isaac Alima, Senior Assistant Inspector General, naye naibu wake Bwana Zakaria Mwangi, the Assistant Inspector General of Police, vile vile mkuu wa wakufunzi wote humu chuoni Bwana Emmanuel Bushenei, Senior Superintendent of Police, naye kiranja mkuu Bwana Benson Marangu ambaye ni kamishna katika polisi ya taifa letu la Kenya. Pia vile vile bila kuisahau Wizara ya Usalama na Masuala ya Ndani ikiongozwa naye Waziri Kipchumba Murkomen, Principal Secretary PAS pamoja vile na SNA kwa kuweza kuhakikisha kwamba mafunzo haya na wale wote senior officers ambao wamehakikisha haya yote yameweza kufanyika. Ukitambua vitengo vyote ambavyo viliweza kuwa facilitators wote, ikiwa ni pamoja na government reception officers, state function officers na wale wote ambao waliweza kuhusika kwa kuhakikisha kwamba haya mawasiliano yanaweza kutimia. Vile vile itakumbukwa kwamba maafisa hawa walipata fursa ya kupikiwa katika chuo hiki, kwa sababu kwa kawaida wakipeana huduma zao pale mashinani huwa wameshikana vikamilifu na maafisa wengine, hasa maafisa wa huduma ya polisi tawala, yani the administration police, ambao kwa sana shughuli zao wakiwa katika vitengo tofauti tofauti huwa wanashirikiana na maafisa hawa kwa karibu kuhakikisha usalama tibisi katika taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais wamejigawa katika vikundi mbalimbali kuwakilisha maeneo ama majimbo 47 ya taifa letu la Kenya, ishara tosha kwamba huwa wamekita hizo gatuzi zote kwa sababu ya kuhakikisha yote yanayostahiki katika huduma zao yanafanyika katika kila pembe ya taifa letu la Kenya. Nitaomba wale machifu tulioko kando pembezoni mwa kiwanja, jameni tuwapigie makofi kwa kazi nzuri wenzetu waliweza kutuwakilisha kwenye gwaride. Tuwashangilie kwa makofi tafadhali, tusiwaonee wivu kwa sababu wao ndio walibahatika kuwa kwenye gwaride. Tuwashangilie jameni. Asanteni sana machifu, manaibu machifu kwa kuweza kuwashangilia na kuwapatia heko. Kongole kwenu nyote kwa sababu nyote pia mliweza kupitia kwenye mafunzo haya. Ila tu ni wachache waliweza kupatikana kwenye gwaride hili. Ndio utamu ambao Mheshimiwa Rais utaupata tu katika kitengo ama kikosi cha polisi tawala, gwaride ambalo limefana, gwaride ambalo ni la kihistoria, gwaride la kwanza tangu kutungwa kwa taifa letu la Kenya. Nao wanabendi wetu hawajaacha nyuma, ni bendi ya Mass Band ambayo inajulikana ndani na nje ya Afrika mzima kutokana na namna wanafinyanga zana zao. Pale kaka wana zana mbalimbali, sijui kama unazitambua. Tuko na mdomo wa bata, huo kila mmoja anaujua jina. Naam.
Tuko na percussions pale ndani. Yaitwa pembe ya farasi. Naam. Vile vile kuna tarumbeta. Zingine sijui kama zina lugha ya Kiswahili kama saxofoni. Kazi mzuri chini ya nahodha Superintendent of Police. Na kuweza kumaliza gwada hilo napo wanapoomba ruhusa wanabendi wetu ili kuweza kutoka kiwanjani. Kipindi kinachofuata Mheshimiwa Rais ni kipindi viwili tu vitakavyoweza kuwa vifupi na vya haraka, ikiwa ni pamoja na kwaya nayo display of uniform. Ila kwa sasa tutampisha parade commander aweze kufunga gwaride hili rasmi. Mheshimiwa Rais, naomba uweze kupokea saluti hiyo. Ni tamaduni yetu ya kutamatisha gwaride. Basi vile vile parade commander anapoenda kumsalimia Mheshimiwa Rais, naam, tutaweza kuleta kipindi cha display of uniform. Kwako Madam Sara. Asante. Ni kikundi ambacho kinaongozwa na Corporal Kennedy Manya. Mheshimiwa Rais, naomba utaweza kuelekezwa na Inspector Generali kwa ukaguzi wa sare hizi. Vile vile watakaojumuika nawe ni Waziri wa Usalama wa Ndani Mheshimiwa Murkomen, Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Mheshimiwa Dr. Omolo, vile vile naye Madam Opora, ili waweze kukusaidia katika masuala ya kukufahamisha fike kuhusu sare hizi. Naomba kukualika Mheshimiwa Rais, ukielekezwa na Inspector Generali, vile vile na Naibu Inspector Generali katika huduma ya polisi tawala, naye Waziri wa Usalama wa Ndani na Utawala wa nchi yetu, naye Katibu wa kudumu katika wizara hiyo, pamoja na Madam Opora, our able pass. Pale mwanzo Mheshimiwa Rais, ni sare ambazo huwa zinavaliwa wakati wa shughuli za kawaida, yani normal duty days. Sare hizo zina jina ambalo ni tunic uniforms. Kikundi cha kwanza kimevalia kabuti ambazo huwa zinavaliwa wakati wa baridi kabisa. Vile vile hapo katika kikundi cha pili, akina dada ama kina mama ambao wanashughulika katika kazi hizi wameweza kujaliwa na mafundi kabisa. Hata kama wamebarikiwa katika kuongeza idadi ya Wakenya, wanapata kuna sare ambazo bado zinaweza valika kwa njia inayostahili. Vile vile baada yao ni wale wamevalia light uniforms ambazo ni za normal duty, wakiwa pia wenzao wanafuata na zile sare za sweta. Kisha baadaye ni wale ambao wamevalia ceremonial ambazo huvaliwa, na bado tuko katika kikundi cha tunic uniforms ambazo huvaliwa wakati wa shughuli za kawaida kama vile baraza na mikutano mingine ile, na hata kukaa afisini kwa sababu ya shughuli za kila siku. Na sasa Mheshimiwa Rais, hizo ni zile sare ambazo ni ceremonial ambazo maafisa hawa huzivalia wakati wa siku kuu za kitaifa kama vile Jamhuri Day, Madaraka Day pamoja na Mashujaa Day. Na walio wa mwisho ni wale ambao wamevalia bado zile sare za sherehe kuu za kitaifa, lakini hizo huvaliwa haswa wakati wewe mwenyewe uko katika eneo hilo, kwa sababu ya kutofautisha wakati upo na wakati haupo. Na basi baada ya kipindi hicho cha kuweza kuonyesha mavazi yetu rasmi, tutamwalika Mheshimiwa Rais tena aweze kurudi kwenye jukwaa.
kazi mzuri Corporal Manya kwa uongozi wa gwaride hilo fupi. Maridadi kabisa, asante sana. Naomba tunaweza keti tulio jukwani. Tunaingia katika kipindi cha burudani, kipindi ambacho tutaweza kupakuliwa na machifu wetu wakiwa na wimbo wa kumwambia Mheshimiwa Rais asante sana kwa sababu ya kuwezesha haya yote kufanyika, haya ambayo yataweza kuwasaidia kuendelea katika huduma zao kwa njia ambayo ni tofauti mno, njia ambayo ulimwengu wa sasa unahitaji kwa sana. Karibu sana Mheshimiwa Rais uweze kuburudika. Asante.